anataja hapa Sheikh salatul khawf, anasema watajuzu salatul khawfi, na itafaa swala ya khofu ala kulli sifatin, kwa sifa yoyote ile sallaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, aliyoswali mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na imethibiti kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ameswali katika namna 6. hapa katika hadithi hii namna 5 au 6. katika hadithi hii amefanya ikhtisari kwa wajhi mmoja tu, anasema faminha hadithu Salih ibn Khawwat, miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi ya tabi'i huyo Salih ibn Khawwat amman salla. طيب صالح بن خوات من صحابه وتابعي سير عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم, kutoka kwa yule ambaye aliswali pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. kuna ibhamu wa mubhamu ma fihi rawi lam yusam, rawi hakutajwa, lakini kwa tatabbu watu walipofuatilia wakamkuta kwamba anaitwa Sahlu bin Abi Hathma radhiyallahu anhu, ndiye alisimulia hadithi. Yeye ndiye aliswali pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Dhati ar-Riqa'i. aitwa Sahlu ibn Abi Hathma, ndiye alisimulia hadithi hii. na Sahlu ibn Abi Hathma kwa ta marbuta. أسلم النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. aliswali mtume صلى الله عليه وسلم katika vita vya Dhati ar-Riqa'i. tulielezea katika ilikuwa tukisoma sira kuhusiana vita hivi. waliswali swala ya khauf, anna ta'ifatan sallat ma'ahu wijaha al-aduwi, kwamba kundi moja liliswali pamoja na yeye mtume صلى الله عليه وسلم kuelekea upande wa maadui. fasalla billadhina ma'ahu rak'atan, akaswali pamoja na wale alio pamoja nao rakaa moja. thumma thabata qa'ima, kisha akathibiti hali ya kuwa mwenye kusimama. wa atammu li anfusihim, na wao wakatimiza wao wenyewe. Ungesema kama watu 3 4 hivi wakaonyesha tukawa na imamu wao na nyuma safu mbili kia. Sasa watu wanne simameni kidogo kulitona. Jambo hili kile linapotokea munasaba tunalibainisha kwa vitendo. Hebu fanyeni haraka kidogo, dakika 2 tu zitatosha. Kiasi cha kupatikana sogeni kule pembeni. Kiasi cha kupatikana imamu na safu mbili. Mwenu nani? au yote mtakuwa imamu. Safu mbili. Sasa adui tujalie ndio kwa upande wa qibla. Adui kwa upande wa qibla. Kwa hiyo imamu ataswali na watu wa safu ya kwanza rakaa moja. Kwa hapa anasema katika hadithi imekuja anna ta'ifatan minhum sallat ma'ahu wijaha al-aduwi, kwamba kundi moja alio pamoja naye waliswali kuelekea upande wa maadui. Yafaa kuigiza kuswali? Yafaa kuigiza kuswali kwa taalimu? Hayo katika tamthilia. Naam, yafaa, sio tamthilia. Umetoa wapi? Nasema kwani alikuwa mtume kwa igiza? Kwani alikuwa akiigiza au alikuwa akiswali? Nasema alikuwa akiswali kihakika au alikuwa bali alikuwa anaonyesha tu? Naam. Anasema mtaswali kihakika nia kwamba Allahu akbar au muonyesha tu? Lakini kwa ndio nilikuwa nauliza, alikuwa akiswali hasa au alikuwa waonyesha tu? Nasema hili lilikuwa ni swala hasa katika nia ya swali, lakini watu wapeleke kumuona, au alikuwa awaonyesha tu? Basi onyesheni na nyinyi.
طيب إمام الله أكبر ويسافر tusome hadithi kwanza. Asema anna ta'ifatan, kwamba kundi moja, sallat ma'ahu, liliswali pamoja naye, wijaha al-aduwi, kuelekea upande wa adui, fasalla billadhina ma'ahu rak'atan, akaswali na wale walio pamoja naye rakaa moja. Thumma thabata qa'ima, kisha akathibiti hali ya kuwa ni mwenye kusimama. Wa atammu li anfusihim, na wakatimiza wao wenyewe. Thumma ansarafu, kisha wakaondoka. Wasaffu wijaha al-adu, kisha na wao na wakapanga safu uelekeo wa adui. Wajaat ta'ifatun ukhra, lakini mkaja nyinyi kundi jingine sasa. Lakini pia wale walioswali nao waliswali kuelekea upande wa adui. Adui iko kibla, kwa maana kwamba hiyo inayozungumza wewe pia ni sura iko. Kuna sura ambayo sasa kuna kundi moja limesimama kama hivi, safu zimesimama, wakati wa kurukuu mmerukuu pamoja. Allahu akbar, tumerukuu, sami Allahu liman hamida, mmerudi sujudi, nyinyi mtasimama hivyo hivyo. Hiyo ni moja. Lakini sasa hapa muallif ametaja wajihi moja, lakini ziko sita aujuh. Sasa tujalie kwamba nyinyi mko hapo nyuma au mmesimama pembeni, lakini mmesimama kuelekea upande wa adui. Swali. Hebu tumalize kwanza, naona tumetumia dakika nyingi tu. Lakini sishaeleweka, unaje kutoa mfano? Umeelewa jamani? Kwa sababu kama vile hawa wataswali, alafu wao watakishama, toa mfano, fanya haraka haraka tu. Allahu akbar, sallallahu alaihi wasallam. Kwa wale watakuwa wamesimama, wale wafuate. Wewe fanya wewe duko haraka haraka. Kwa anakwenda sujudu, rukuu kama kawaida, wale wamesimama tu. Ongetiania ungepata sunna. Kinachofuatia hapo imamu, kwa hiyo atasimama au atatimiza. Fanyeni haraka haraka. Kwa imamu wao sasa amesimama tu, au anatimiza wao wenyewe rakaa mbili, maana ni rakaa mbili tu. Wakimaliza hao wanaondoka sasa. Ondokeni bwana. Ushaondoka sasa, hao msondoke kabisa. Simameni waliposimama, wanasogea hawa sasa. Hawa watamfuata imamu kwenye rakaa moja. Kwa hiyo anasema thumma insarafu wa safu wijaha al-adu wa ja'at at-ta'ifatu al-ukhra fa salla bihim ar-rak'ata allati baqiyat. Kinachofuatia baada ya kuwa sujudu sijida mbili, tujalie shatimia mbili, wewe wafanyaje sasa? Na nyinyi mnasimama, wao wanasimama wanamalizia. Ndio anasema hapa fasalla rak'ata allati baqiyat thumma thabata jalisa, hawa walibaki wa atammu li anfusihim thumma sallama bihim. Ngoja bado. Hawa watakiwa watashahudi, wamsubiri imamu. Mbona watu salamu nyingi pekee? Kwa hiyo hawa watapata rakaa, wale wamepata takbiratul ihram pamoja na imam, na wamepata rakaa moja, wakamaliza wenyewe. Hawa watakuwa wamepata salamu pamoja na imam, lakini takbiratul ihram hawakupata. Wao wamekiana na maadui, lakini sasa na si lazima wamesema pale nyuma, wanakiwa umeelekea upande wa maadui. Kwa hiyo salatul khawf iko katika wajhi au sita aujuh au khamsa zimetajwa, na zote zinafaa kama anavyosema Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala, au Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yasema sahha
عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف imesihi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam swala ya khauf min 5 awjuhin au 6 kwa njia 5 au 6 kwa hiyo kisha kullu dhalika jaizun zote hizo ni zenye kujuzu liman faala na alimamu ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala yeye katika tafsiri yake amezitaja hizi aujuhi zote amezikusanya kadhalika alimamu al-Baihaqi katika as-Sunan al-Kubra na hii sifa ya iliyotajwa kutoka kwa Sahal kwa sahaba huyu ambaye ni tumemtaja sasa Sahal bin Abi Hathma ndio Imam Ahmad rahimahullah ta'ala asema ni aqrabu ila al-Qur'an iko karibu zaidi na Qur'ani هذه الصفة أقرب إلى القرآن صفة هي iko karibu zaidi na Qur'ani فإن الله تعالى قال أو فإن الله تعالى يقول فإذا كنت فيهم سبب الله تعالى anasema utakapokuwa kwao ukiwa pamoja nao فأقمت لهم الصلاة ukawasimamishia wao swala فلتقم طائفة منهم معك kwa hiyo ukiangalia mteremko ule aya ile katika surati an-Nisa na namna ya kuswali utakuta inawiana na maelezo ya Sahal bin Abi Hathma radiyallahu ta'ala anhu wa idha ishtadda al-khawf sallaw rijalan wa rukbana na itakapokuwa imeshtadi hofu imezidi ni kali hakuna masala ya kulinda kila mmoja yeye nafsi yake sallu rijala sio kasoma wataswali hali ya kuwa ni wanaume la wataswali hali ya kuwa wanatembea rijala hali ya kuwa wanatembea warukbana na hali ya kuwa wamepanda mtaswali huku mnatembea na huku mmepanda tegemea ila alqibla wa ila ghairiha kuelekea qibla na kwenye isiyokuwa qibla kwa hiyo huu ni ushahidi wa kwamba swala ya jamaa ni fardh huu mtindo wa swala ya khauf ni fardh kwa nini kwa sababu lao ingelikuwa yaruhusiwa kuacha jamaa watu wangeacha tu kila mmoja kuswali peke yake mmefahamu lakini bado jamaa inatakiwa iwepo kwa hiyo ndio maana mpaka baadhi ya wanawachuoni wakafikia kiwango cha kusema kwamba atakayeswali nyumbani peke yake bila ya udhuru swala yake isihi kwa sababu jamaa ni sharti ya kusihi swala msimamo nani Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lakini wanawachuoni wanaudhoofisha msimamo wake huu hapana si sharti kwa sababu ya hadithi ile salatu الرجل صلاة الفضل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفضل ب27 درجة katika riwaya nyingine kuja ب25 swala ya jamaa inaizidi swala ya mtu anayeswali peke yake kwa daraja 27 kwa kuna masala afdalia tu Ibn Taymiyyah kajitetea sana kama kawaida yake kuonyesha kwamba swala haisii mtu atakaposwali bila ya udhuru na amesikia adhan swala yake iko kwa sababu jamaa ni sharti kusihi swala kwa hiyo moja katika mambo yenye kutilia nguvu kwamba swala ya jamaa ni fardh tuseme sharti ni fardh ila kwa watu wenye udhuru ni suala watu wanapokuwa safarini suala linapokuwa katika vita watu bado watakiwa kuswali swala ya jamaa illa hofu itakaposhtadi sasa wataswali watu wakiwa wanatembea rijala na hii rijala ni kama ile katika suratul hajj wa'adhim fi an-nas bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin na shekhi mmoja akatafsiri watangazie watu kuswali watangazie watu haji watakujia wewe wanaume sema wanaume utakuja wanaume sasa ingekuwa rijalun kwa rijala hali ya kutembea kwa mguu warukbana na hali ya kuwa ni wenye kupanda ila alqibla wataelekea qibla ila ghairiha na isiyokuwa qibla pengine adui yuko huku na huku tupambana hofu imezidi tuelekea huku yumiuna birruku'i wasujudi wanakuwa wanaishiria katika kwa rukuu na sujudu hofu inapozidi watu wataswali hivyo fa in khiftum
farijalan au rukbana. Allah asema hivi, ikiwa mtaogopa, mtakuwa mna hofu, basi swalini hali ya kuwa mnatembea kwa miguu na hali ya kuwa mmepanda. katika kuna hadithi ya sahaba Abdullah ibn Unais radhiyallahu ta'ala anhu anasema, ba'athani ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila Khalid bin Sufyan al-Hudhali, Mtume sallallahu alayhi wasallam alinituma mimi kwenda kwa Khalid bin Sufyan al-Hudhali, wa kana nahwa Urana wa Arafat, alikuwa huyu bwana yuko upande wa sehemu za Urana na Arafat. Wadi Urana ni wadi maarufu mpaka leo huko baina yake na Arafat. Qal idhhab faqtuluhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia nenda ukamuue yule. Kwa yeye akatoka sasa, akawa amekwenda kule kwa Khalid bin Sufyan al-Hudhali. Sasa asema faraaituhu wa hadarat salatu al-asr, nikamuona mimi na ishafika wakati wa swala al-asr. Faqultu inni akhafu an yakuna baini wa bainahu ma in uakhira as-salat, nikasema ninachelea, huenda ikatokea baina yangu mimi na yeye kitu ambacho kitapelekea kuichelewesha swala. Pengine wakati wa kutoka kumuua tukapambana kikweli kweli, vita likawa vikubwa, sio mpaka wakati tukatoka nje wakati, yani swala katoka nje wakati wake. Kwa hiyo cha kufanya asema fantalaqtu amshi wa ana usalli nahwa, ikawa ninatembea huku ninaswali, naelekea upande wake na ninaishiria kuishiria. hadithi hii ametaja Abu Daud, afanya tahsin isnad yake al-Hafidh ibn Hajar. Mtume صلى الله عليه وسلم Abdullah ibn Unais kwenda kwa Khalid bin Sufyan al-Hudhali, sehemu za Urana na Arafat, sehemu za Arafa kule. Kwa hiyo asema mimi nikawa ninatembea sasa ninakwenda kwake, lakini nikamuona yule pale na al-asri shafika, na amri iliyopewa ni kwenda kumuua yule. Si sahali ingipa tutokea mapigano asili itaisha. Kwa akasema mimi nikawa na swali huku natembea, kuonyesha kwamba ikiwa itafaa. Na mfano wa hilo asema wakadhalika kullu khaifin ala nafsi, na vile vile kila mwenye kuiogopea nafsi yake, yusalli ala hasabi halihi, ataswali kwa kiasi cha hali yake, wayafalu tahtaju ila, na atakifanya kile ambacho kinahitaji min harabin au ghairihi, kukimbia au jinginelo. Pengine akawa swali huku akimbia afukuzwa, kuna motuni huku afukuzwa na nyoka. Sasa joka kubwa la mfukuza, lakini al-asri yaisha, akisimama atadirikiwa au mna namfukuza, au kuna majambazi wanamfukuza kumtokea mtu. Kwa hiyo useme ngoja kusimama ni swali, watakuja hao. Kwa hiyo atakiwa swali, na huku anakimbia au anaswali huku anatembea, kuonyesha kwamba swala si kitu cha kuachwa. Hili pia linaonyesha kwamba swala sio kitu cha kuachwa, na hadithi katika hili zimekuja nyingi na ruhusa iko. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha amartu bi amrin, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam nikiwaamrisha amri yoyote, fa'atu ta'atu, basi iendeeni kwa kile kiasi mnachokiweza. Kwa hiyo ufanye vile utakavyokuwa umeweza. Sasa swala jingine, mathalan wewe una mzigo wako, fanya biashara yako iko hapa, toka tu hapa kusema kaswali jamaa, wala utaiba huko. Kama ni basikeli itakwenda haiko, sio? Kutokana na mazingira yalivyo, wizi umeshtadi, au huwezi kutoka nyumbani kwako kwa ajili ya swala ya jamaa. Ukitoka kuna watu wataingia, au katikati hapo pana kukutisha wewe kwamba kuna majambazi katikati, au kuna vibaka, kuna jambo lolote lile, kuna hofu, udhuru, utaswali nyumbani au utaswali katika sehemu yako ya biashara yako ikiwa hiyo hofu iko. Lakini kama kuna amani, hakuna lolote, basi utakwenda msikitini. Umefahamu? Kwa hiyo si sawa mtu akatoka katika hali kama hizo na mazingira ni ya utata, akaihatarisha nafsi yake. Masala ya hofu yamepewa udhuru katika sheria. Umeelewa? Kwa hiyo mlango huu umeisha, na kuna mambo mengi katika mambo ya hofu, lakini inshallah tafsiri yake pia iko kwenye Bulughul Marami,
lakini tushapita. Haya sasa maswali kama yapo. Najua maswali yako mengi, lakini pia kuna adhana alafu kuna darasa baada ya adhana. Kwa tutajaribu kuyabana maswali. Naam. Kuhusu afa leo 7 nani mtu alifika katika mji swala ile ambaye alikuwa anakuja kuchelewesha wakati wake ukawakuja amefika unasemaje? ya kwenye nini wewe? Mwalimu fatawa yake si hapo sielewa. Hebu rudia tena. Bifili salam. ukiswali ukiwa kwa hadhar asawi faatim. Ukiswali wakati uko mjini uko umehudhuria umeshafika itimize. Na utakapokuwa umeswali kwa safarini utapunguza. Ima moja umeingia kwa hiyo wakati katika sehemu hii au kabla yake, kwa maana kwamba utaiswali na alasiri. Lakini maneno yako wazi. Soma fatwa nyingine au ziko hizo mbili. kidogo hapo katika sharh al-mumti. Naam, maswali nyingine tafadhali. Nyo sauti. Mathalan kwa nyumbani kwako waogopa kutoka, kuna vibaka njiani, labda swala ya magharibi na isha, kwa ufanye jamu nyumbani, unakusudia hivi vitani kuna masuala hukumu nyingine hizo. Maana ukiuliza hivyo masala yake yanakuwa hofu, inaingia mambo mengi. Kama ni vitani watu kwa safari, basi tayari masala yako kwa wazi. Lakini kama si safari, wallahu a'lam, tunachokipata sisi ni jamu, ni masala ya qasr. Allahu a'lam kama masala ya jamu nayo yapo, lakini tulivyosoma leo kwenye kitabu ni kwamba kila ambalo linajuzu ndani ya kufanya qasr basi linajuzu kulifanyia jamu. Kila mahali ambapo pafaa kufanya qasr inafaa kufanya jamu, laysa bilaks. Kwa maana kwamba si kila mahali ambapo uweze kufanya jamu kukusanya swala basi uweze kufanya qasr, kwa sababu qasr ni ashad. Hapa limekuja swali, idha kana al-insanu yusalli fi baytihi li'udhrin fahal yajuzu lahu al-jam'u? Swali kama hilo limekuja 394 katika sharh al-mumti. Mpa adhinio kwanza. Ndio imetajwa hofu imeshtadi sasa. Ndio hukumu yake kama hukumu ya kushtadi hofu. Kwa taangalia ile kwa aslahi la kufanya. Swali kwa pamoja au baadhi mtaangalia, au mtaswali kwa matembea au kila mmoja katika namna yake, kwa sababu hali zinabadilika na sura si moja. Hapa tumezungumzia sura moja tu.
kwa ni jaiz kufa tutafuta namna ile kwa aslahi naam hakuna jamu na sala alfajiri hakuna jamu na sala alfajiri na dhuhuri na alasiri na magharibi na isha sitakuwa jifahamu udhuru atakuja kuiswali katika wakati mwingine hapo itakuwa tayari ni udhuru la yukallifu Allahu nafsan yes ndio tumeshamjibu tumemwambia au sije kuelewa pia nimwambie akasema na atakuja kuiswali akija kizinduka hakuwajibishwa kuswali wakati ule kwa al-mughma alayhi si hukumu ya mughma alayhi man ughmiya alayhi hiyo ni kauli katika kauli za baadhi wanaochuoni yani mughma alayhi idha afaq nasema kuja kulipa ihtiyatan wengine wanasema la hukma alayhi maadamu nipita katika hali hiyo basi amekwenda wapi huko sema taratibu nisikie afwan taratibu swali la kwanza lilikuwa la usu kule anapokwenda ni ugenini na hajui kibla kiko wapi atajitahidi na jitihadi moja katika hizo ni kuuliza watu wa mji kama hakuna wa kumuuliza basi ataangalia ishara na alama mashariki iko wapi magharibi ziko wapi kuna ishara za nyota kama ni usiku maana usiku zikawa usiku hakuna mwezi wala hakuna ni usiku hakuna jua lakini nyota ziko au nyota usijui mathalan wakati mwingine wachilia hakuna mwezi na anga iko wazi tu hakuna mawingu mathalan je nyota usijui kuna nyota zinazojulikana sio kwa hiyo watu watakiwa wajifunze wajue katika nyota zenye kuonekana ni Jupiter sio ambayo inaitwa al-mushtari waswahili tamshitiri nyota inaitwa al-mushtari Jupiter ukitoka tukishaswali isha ukitoka utaiona iko pale nyota kubwa dunia inaingia mara 11 katika nyota hiyo wanasema hivyo lakini si ndio hivyo alfajiri ukitoka kwa nyota moja na sana hapa inaitwa Venus ile ndio inaitwa Zuhra nyota ile inaitwa Zuhra nasema ndio nyota ile karibu zaidi na jua kuliko nyota zote katika zile nyota tano kubwa ambazo zinakuwa katika mzunguko wa jua kwa ukaribu wake uko umbali wa maili milioni 108 kilomita milioni 108 sio inaonekana alfajiri kutoka sala alfajiri kwa nyota moja inawaka sana sasa unaweza kuangalia nyota unaweza ukaangalia mwezi unaweza ukaangalia jua kuna mawingu huwezi kubaini wala hakuna mtu wa kumuuliza utajitahidi utaelekea kule ambako unaona kwamba kibla ni huku kumbe jitihada yako itaelekea sasa umeelekea huku kumbe kibla kiko huku ukaswali kimakosa ukabaini kwamba uliswali makosa basi ile swala uliyoswali hutarejea Allahu a'lam lakini ndio hivyo kwa maana utafanya ijtihadi kwenye kibla swali la pili na la mwisho kwako hatakuwa tumemaliza tupokee maswali tena ile swali kwanza utakiwa kabla hujasafiri kuna vitu ujifunze hasa katika masuala ya ibada nitaswali vipi nitaswali wapi itakuwaje lakini ufikiria tu passport iko wapi je nina visa na hivi ufikirie mambo ya ibada utakiwa ujiandae kwa sababu katika vitu vya msingi pia mtu ujue hata ya mazingira unayokwenda na alhamdulillah wasaili sasa zimekuwa nyepesi sana
na wenzetu wengi wenye kusafiri kwa ajili ya faida, mtu kabla haja kwenda mahali basi pale mahali apasoma kwanza kwamba watu hapa wakoje, tabia zao zikoje, kuna nini, kuna hivi, kuna hivi, kuna hivi. Mtu asoma mpaka anakuwa na maarifa juu ya pale mahali anakotaka kwenda, sio jisafiria tu kama vile umenyakuliwa labda umetoroshwa. Kwa hiyo utakana katika mambo ya kujifunza pia ujue mazingira ya swala. Mathalan kutaka kujua kama Sweden au Denmark mathalan magharibi kibla chao wao wanaelekea wapi, ukitaka kujua ni sahali. Hata mobile yako ulikuwa nayo aljawalu dhaki inaweza kukuonyesha kwamba wao waelekea upande gani. Je, waelekea mahali jua linapotoka au waelekea kusini mashariki mathalan, au waelekea, wewe utaona tu kwa jua kwamba hawa kumbe hawa wakielekea wanaelekea kusini mashariki. خلاص wewe ukifia kitu kikubwa utafuta kusini mashariki iliko. Ama kwa huku kwetu mtu akishakuja huku atakana aangalie sasa mashariki iko wapi na magharibi iko wapi, basi ataelekea upande wa kaskazini. Mashariki itakulia ni kwake na magharibi itakuwa kushotoni kwake, atakuwa ameelekea upande wa kaskazini. Hiyo ndio jitihadi moja katika jitihadi muhimu za kufanya wakati unapokuwa kuna safari. Wallahu a'lam. Naona tungetosheka na haya kwa sababu wakati hauturuhusu na tuna darasa hapa sasa hivi. Ngoja kusema ile la pili limemezwa na hili la kwanza hili ambalo ulitondonosha kidogo, kwa hiyo limetosheleza. Inshallah mara nyingine